Yes, hello. Habari yako ndugu mtazamaji pote ulipo, natumai utakuwa ni mzima kabisa. Karibu sana katika siku ya leo, siku ya Eid Fitr ambayo ni siku ambayo watu fulani wanasherehekea na watu wao ni Waislamu wanasherehekea siku ya nzuri kabisa. Na hili ndio eneo ambalo wanaitumia katika kusali kwa pamoja watu kutoka maeneo mbalimbali katika mkoa huu wa Kigoma. Mimi ni John Mabanzo, karibu sana kwa uji watu mbalimbali ili wasikie siku hii wamejipangaje na wanaionaje na wamechukuliaje siku hii kwa ukubwa kabisa. Karibu sana. Ya, kiongozi habari? Salama. Mnaendeleaje? Naendelea vizuri. Ya, leo ni siku gani bwana? Leo ni siku ya Jumatatu. Ni siku ya Eid Fitr. Ni siku njema sana kwa Waislamu na kwa waumini wote katika nchi yetu hii ya Tanzania. Unafikiri siku hii ina utofauti gani na siku zingine? Kwa kweli siku ya leo utofauti wake ni mkubwa sana kwa sababu ni siku ambayo iliyoadhimishwa kisheria katika dini na ni siku ambayo iliyopangwa katika kalenda za Kiislamu na kalenda za serikali. Unafikiri kuna ugumu gani kutoka kwenye Ramadhani na kuingia kwenye siku hii ya Eid? Ugumu uliopo ni kwamba Ramadhani ilikuwa na neema na Ramadhani ilikuwa ni moja ya kutuzuia katika mambo ambayo sio mazuri. Na ugumu kwa sasa ni kwamba Ramadhani imeondoka, tumebakia katika majonzi. Tumeingia katika furaha ambayo furaha yenyewe baada ya furaha tunakuja katika maisha yetu ya kawaida tulikuwa nao awali. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba siku ya Ramadhani na siku ya Eid, yani siku ambayo ni ya furaha zaidi siku ya Ramadhani? Hapana, Ramadhani na tofauti yake pamoja na Eid na tofauti yake. Kwamba Eid ni siku muhimu sana kwa kila mtu. Na bwana tumepata furaha kusherehekea kwa amani. Vipi siku ya leo kuna mitoko mbalimbali ambayo watu wameiandaa au hakuna mitoko aina yoyote, ni kusherehekea tu kusali, baada ya hapo watu wanatulia nyumbani? Siku ya leo ni siku ya furaha kwa maana kwamba kwa watoto kwa wakubwa ni kula kunywa vilivyokuwa vya halali ambao vilivyokuwa vizuri katika sheria. Lakini pia ni siku kama wana familia mnaweza mkatembelea katika maeneo kutembelea ndugu jamaa na rafiki. Yani kama una ndugu yako ambaye uko kuna muda uko unatembelea unaenda kutembelea. Na mna kawaida ya kula moja au mnakula kwa pamoja? Unaweza kula kwa pamoja au kawa mkala kwa moja, yote inakuwa ni vizuri zaidi. Wanasema siku hii ya Eid Fitr inakuwa sio siku ya kuchinja. Na kuna ile wanasema kuna raidi kubwa na raidi ndogo. Hii ni raidi gani? Hii raidi kubwa au raidi ndogo? Zote ni Eid zote za kuchinja. Kwa mwenye uwezo anachinja. Asiyokuwa na uwezo basi atatumia kama ilivyokuwa ada. Kuna wale ambao hawana uwezo kabisa wa kuchinja, hawana uwezo wa kutengeneza chakula. Wao watu waga wanapata chakula wapi, mnawasaidiaje? Mara nyingi watu kama hao huwa wanasaidiwa kwa kupewa msaada, sawa na kuchukuliwa na Waislamu wenzao, sawa pamoja na Waislamu wengine tofauti, kuwa nao katika mazingira ya kufurahi kwa pamoja. Tumeona watu hapa wanasali kwa pamoja kutoka maeneo mbalimbali. Unafikiri swala hili lina umuhimu gani kwa jamii? Cha kwanza hayo ni mapenzi na umoja, kushikamana kwa kuonyesha kwamba dini hii au Uislamu wetu una nguvu wa kushikamana kwa pamoja. Unafikiri kwa kuna shida yoyote kama kila mtu angekuwa anasali pekee yake, kwa sababu unakuta watu wanatumia nauli, mtu anatoka Mwanga kule anakuja hapa Ujiji. Unafikiri kwa nini watu wasisali huko? Kuna shida yoyote inaweza katokea? Ndio maana ikawekwa sheria kwamba inapofika katika Eid huwa ni mkusanyiko. Walio mbali na mazingira ambayo tofauti na kusalia wanasalia sehemu yao kwa kuwa kule ni karibu na mazingira ambayo atakaswalia. Na aliyopo mbali tena sehemu nyingine huwa wanakusanyika kwa pamoja kwa kuonyesha kwamba bado msimamo ni ule na umoja na nguvu yetu ni ile. Basi leo umepanga kwenda sehemu gani leo? Kwa kweli leo nimependelea kwenda katika baraza la Eid ili kwenda kupata nasaha mbalimbali katika viongozi wetu wa serikali na wa kidini. Vipi chakula chako leo unatualika au unasemaje? Napenda kweli kualika watu wote, Waislamu wote na wasiokuwa Waislamu, na wakaribisha sana mpate pilau na nyama. Basi neno moja kwa msikilizaji wa siku ya leo unayotazama. Wasikilizaji wangu wote, ndugu zangu wote, mimi napenda kualika na kusherehekea katika Eid. Leo ni siku ya furaha, siku adhimu sana kwetu sisi. Kwa hiyo nawaalika sana ndugu zangu wote, Waislamu hata msiokuwa Waislamu, ili tujumuike kwa pamoja katika sherehe hii ya sikukuu ya Eid ya Kiislamu. Asante sana. Basi ndugu mtazamaji, kama unavyoona, na hapo ndipo maneno machache kabisa kwa muumini huyu ambaye ni maridadi kabisa ambaye amekuja kwenye eneo hili la kusali.
Lakini pembeni yangu hapa namuona mzee hapa ambaye naye pia tunapenda tujue machache kuhusu siku hii ya leo anayezungumziaje. Mzee, habari? Habari nzuri bwana. Unaendeleaje bwana? Ndio vizuri tu. Naona upo maeneo haya ambayo watu wanatumia kwenye kusali. Ndio, maeneo tuko kusali hapa, tumekuwa utaratibu wake wa imani ya Mwenyezi Mungu kutuweka uhai wa jana. Sasa unafikiri siku hii ya leo ina tofauti gani na siku nyingine? Hakuna tofauti, yote ndio pamoja tu. Tuko vizuri kabisa. Kwa hiyo tumetekelezea mambo yote hapa ya Eid, tumefikishia vizuri na tumeona raha vizuri bila matatizo. I say nafunga yote tumefikia njia ya imani. Tumetengenezea mambo yote yamefikia vizuri bila vurugu. Unafikiri kuna raha gani au kuna ugumu gani kutoka kwenye siku ya Ramadhani na hii siku ya Eid Fitr? Na vitu hakuna ugumu wowote, tumekuwa ni laini wepesi tu, tumetafuta wepesi wa uzito, tumekutana na uzito wepesi na kutana na Mwenyezi Mungu amesaidia kutufikisha wepesi muhimu. Kutokana na haya tumefikia vizuri na tumefunga sawa sawa bila matatizo. Basi asante sana mzee. Neno moja kwa wanaokutazama siku ya leo. Je, unawaalika au unasemaje? Tunawaalika tu, karibuni nyumbani. Kwa sherehe ya sikukuu ya leo vizuri imekamilika vizuri bila matatizo. Nikiwaelekezea ndio karibuni nyumbani, hata yote ile Muislamu hata kwa Mkristo yoyote anakaribisha kwangu. Basi asante sana.